wa li'a'immati muslimin, na dini ni nasaha kwa ajili ya maimamu wa Waislamu, kwa maana viongozi wanaoongoza Waislamu. Viongozi hao wanakusudiwa ni viongozi wa daula, watawala, al-hukam. Kwa dini ni wewe Muislamu kunasihika kwa nasaha zenye kustahiki kwa ajili ya viongozi. Ukoje wewe mbele ya viongozi? Kuna gani ambayo umeelekezwa wewe juu ya viongozi wako? Unanasihikaje Muislamu juu ya viongozi? Nini maana ya kunasihika kwa ajili ya a'immatul muslimin, viongozi wa Uislamu? Wanasema ahlul-ilm, a'immatu wanaokusudiwa hapa alladhina yaduna al-amr al-'am, ni wale wanaoyatawalia mambo ya watu kwa ujumla. Manake mahukam, watawala hawa ndio wanaokusudiwa hapa. Na kunasihika kwao ayyutu haqqahum, ni kwamba wao wapewe haki zao, haki zao ambazo atahum Allah iyahu, walizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wapewe haki zao, haki zao ambazo amesainisha Allah kwenye Qur'ani na amesainisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika sunna, ikiwemo ta'atuhum bil ma'ruf, kuwatii wao bil ma'rufi, kwa wema, kwa yale mambo yanayokubaliwa na dini ya Kiislamu, kale mambo ambayo hayana uharamu ndani yake. Wakaamrisha sisi wali wetu kuwatii viongozi wetu hao. Kadhalika katika haki zao, kwamba watu wanatakiwa wajumuike nao viongozi wao katika haki, wajumuike nao viongozi wao katika haki. Kadhalika wajumuike nao viongozi wao katika huda na mwongozo. Katika haki zao, an tu'allafa alqulub lahum, zielekezwe nyoyo za raia kwa viongozi wao. Katika haki zao, ayud'a lahum, waombewe dua njema, ayud'a lahum, waombewe dua njema. Katika haki zao, kwamba Muislamu anatakiwa aamurike kwa amri zao, aamurike kwa amri zao, aamrishike kwa amri zao, muda wa kuwa hawajaamrisha maasi. Katika haki zao, addu'a lahum bitawfiq wassalah, ni kuombea dua Allah awape tawfiki kwenye mambo yao mazuri na awape uzuri wa hali zao, kwani kutengemaa kwa viongozi ni kutengemaa kwa raia wao. Kutengemaa kwa viongozi ni kutengemaa kwa mambo yao ya daula yao na nchi yao. Katika haki zao ni kujiepusha juu ya kuwatusi na kuwatukana na kuwazungumza kwa ubaya. Kujiepusha na hilo ni haki zao. Kadhalika katika haki zao, kutokueneza mabaya yao kwa watu, kutokueneza mabaya yao kwa watu. Wewe kujizuia kutokufanya hivyo, ni haki yao viongozi. Maana ni wanadamu, si malaika, wanapatia na wanakosea. Makosa yao si haki wewe ukawa unayaeneza kwa watu, kwa raia. Kwa nini? Kwa sababu kwenye kuyafanya hayo kunapatikana shari kubwa kabisa na madhara makubwa kabisa na ufisadi mkubwa kabisa. Na yeyote ambaye ataona kutoka kwa viongozi wake mambo yasiyokuwa ya halali, makosa wanayafanya, si jambo la sawa hili. Uislamu umemwelekezaje? Umemwelekeza Uislamu huyo mtu kwamba aende kuwabainishia kwa siri, aende kuwabainishia kwa siri makosa yao wanaoyafanya, sio kwa dhahiri. Kama umepanda kwenye vinara au umepanda kwenye jiriri au umepanda kwenye majukwaa, kaanza kuyataja madhaifu na makosa na kasoro, si haki hiyo.
viongozi, bali aende kwa nasihi kwa siri, bilutfin, kwa upole, wa ibaratin taliqu bil maqam, na kwa maneno ambayo yanaendana na nafasi yake yule mtu. Una lugha ya kuzungumza na mheshimiwa rais, usungumzi abadan kwa lugha ya ukali wala kumkaribia abadan. Kuwa ibra kwenye Qur'ani, yule bwana alidai kwamba yeye ni Mungu aliye juu. Nani ile Firaun alisemaje? Ana rabbukum al-a'la, aliyeukana nabii utume wa nabii Musa, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, mimi sijapata kuona wala sijajua mpaka sasa kama nyinyi wana wa Israeli eti na Mungu mwingine kinyume changu, mpaka muda huu bado sijajua. Yani mimi ndiye Mola wenu, ma alimtu lakum min ilahi ghairi.